Sasa klabu ya Young Africans inaripotiwa kuweza kupanga kufanya maboresho makubwa sana ndani ya kikosi cha Young Africans kuelekea msimu mpya kwa ajili ya kuweza kuachana na nyota wake kadha wa kadha ndani ya kikosi hicho. Ni nyota gani hao? Mimi nikukumbushe tu, kama bado hujabonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe iliyopo hapo chini video yako, unayo nafasi ya kuweza kufanya hivyo hivi sasa. Nibonyeze tu maneno ambayo yameandikwa subscribe iliyopo hapo chini ya video yako ili usipitwe na zile update, lakini pia na zile taarifa mbalimbali hususan za kimichezo kutoka hapa ndani ya Mashambo Digital. Usisahau pia kuweza kushare video hii katika magrupu mbalimbali ili watu pia mbalimbali waendelee kuwa wanazipata zile update na zile taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka hapa ndani ya Mashambo Digital. Kama bado pia hujaandika maoni yako, niandikie maoni yako hapo. Unataka tukupe tetesi za mchezaji gani? Na si kwa undani kabisa tunaenda kukufuatilia na kwenda kukupa taarifa rasmi kabisa kutoka katika kikosi chochote ama katika timu yoyote ambayo utakuwa unahitaji. Taarifa zinaeleza kuwa baadhi ya wachezaji ambao wanatajwa kuwa kwenye hatihati ya kuweza kuondoka ndani ya kikosi cha Young Africans, miongoni mwao ni Prince Dube, lakini pia Djigui Diarra, Pacome Zouzoua, Mohamed Hussein Shabalala, Mohamed Damaro pamoja na Israel Patrick Mwenda ni miongoni mwa nyota ambao wanatajwa kuwa na hatihati kubwa sana ya kuweza kuondoka ndani ya kikosi hicho cha Young Africans. Chanzo kinaeleza kuwa sababu hasa kubwa ya mabadiliko hayo katika baadhi ya wachezaji ni kutokuwa na mwendelezo mzuri wa kiwango uwanjani licha ya kuwa na majina makubwa walionayo ndani ya kikosi hicho, lakini hadi sasa bado Young Africans wao hawajatoa taarifa rasmi kwamba ni nyota gani na nyota gani ambao watawaacha katika namna moja ama nyingine, ila miongoni mwa nyota ambao wanatajwa kwamba huenda Young Africans wakawapa mkono wa kwaheri ni miongoni mwao pamoja na Prince Dube, Djigui Diarra, Pacome Zouzoua, Mohamed Hussein Shabalala, Mohamed Damaro pamoja na Israel Patrick Mwenda, ikielezwa kwamba bado mabosi wa kikosi hicho wako chini, huku kukiwa kuna mvutano mkubwa sana baina ya viongozi wa Young Africans na baadhi ya viongozi katika vikao vyao kujadili performance ya baadhi ya wachezaji. Wapo ambao wanaridhishwa na performance yao, lakini wapo ambao wanaamini ya kwamba wachezaji hawa bado hawajaonyesha jinsi ambavyo wanapaswa kuonyesha. Kuna performance kubwa zaidi na kuna kitu extra wanapaswa kukiongeza na kuonyesha ndani ya kikosi cha Young Africans. Hivyo bado kuna majadiliano na mvutano mkubwa katika viongozi wa Young Africans kuweza kujadili hatma ya nyota hawa kuendelea kusalia ndani ya kikosi hicho cha Young Africans katika namna moja ama nyingine. Ukilinganisha na namna ambavyo Djigui Diarra amekuwa na matukio ya hapa na pale, amekuwa ups and down, kitu ambacho pia kimekuwa kikiwa tenganisha mabosi wengi wakiamini ya kwamba Djigui Diarra sasa inatosha kwa tumikia Young Africans, atafute changamoto nyingine, lakini wengi wakiamini bado Djigui Diarra anahitajika ndani ya kikosi cha Young Africans. Wapo ambao wanaamini kwamba Mohamed Hussein Shabalala amechoka na tayari amekwisha retire, hivyo anapaswa kuweza kuondoka ndani ya kikosi cha Young Africans, lakini wapo ambao wanaamini kwamba bado Mohamed Hussein Shabalala ana talenti kubwa. Hivyo pia kwa Prince Dube, wapo ambao viongozi ambao wanaamini kwamba Prince Dube bado ana msaada, lakini wapo ambao wanaamini kwamba Prince Dube sasa inatosha kuweza kutumikia wananchi Young Africans. Hivyo pia kwa Pacome Zouzoua pamoja na Mohamed Damaro, bila kumsahau pia Israel Patrick Mwenda, ambao wapo mabosi wa Young Africans ama viongozi wa Young Africans ambao wanaamini kwamba nyota hawa tayari wamekwisha kuweza kuonyesha uwezo wa mwisho, hivyo ni muda sasa rasmi wa kuweza kuwaachia na kutafuta vijana wapya wenye uchu wa mafanikio, wenye njaa kuweza kutaka mafanikio. Kisa hata ama sababu hasa ikilinganishwa kwamba wachezaji hawa wote tayari wamekwisha kuweza kupata mafanikio ndani ya Young Africans, hivyo wanaonekana kwamba hawana uchu tena wa kuweza kupata mafanikio. Hivyo viongozi wanajadili ya kwamba huenda wakileta wachezaji wapya ama wakileta damu mpya katika kikosi hicho, basi damu hizo mpya zitakuwa na nguvu mpya ya kuweza kuhitaji kupata mafanikio katika kikosi cha Young Africans na kuongeza spirit ya upambanaji katika kikosi cha Young Africans, kitu ambacho huenda wanaweza kaonyesha performance bora. Wengi wakienda mbali zaidi na kuchukulia mfano kama namna ambavyo wachezaji wa Simba walioletwa katika dirisha dogo la usajili, ambao wengi asilimia kubwa ni damu mpya ndani ya kikosi cha wekundu Msimbazi Simba Sports Club, wakionyesha spirit
na nguvu mpya kuweza kupambana, na viongozi wa Young Africans wakiamini kwamba hawa wachezaji ambao wako nao hivi sasa hawana nguvu mpya kuweza kupambana kwa ajili ya kuweza kupata matokeo, wakiamini kwamba ni muda sahihi sasa wa kuweza kuwaacha nyota hao na kuweza kutafuta nyota wengine wapya ambao watakuwa na spirit ya upambanaji katika kuhakikisha kwamba wanatafuta matokeo. Unaweza kuniambia hapo katika uwanja wa comment, unafikiri kuachwa kwa baadhi ya nyota kama Prince Dube, Djigui Diarra, Pacome Zouzoua, Mohamed Hussein Shabalala, Mohamed Damaro pamoja na Israel Patrick Mwenda ni sahihi kwa wananchi Young Africans kuweza kufanya hivyo? Niandikie hapo katika maoni. Lakini kukumbusha tu kama bado hujabonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe iliyopo hapo chini ya video yako, basi unapitwa na taarifa nyingi kweli kweli, hususan za kimichezo. Fanya hivyo hivi sasa, nibonyeze tu maneno ambayo yameandikwa subscribe iliyopo hapo chini ya video yako. Usisahau kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kuwa unazipata zile update, lakini pia na zile taarifa mbalimbali hususan za kimichezo, na siku nyingine ni kutokea hapa hapa ndani ya Mashambo Digital.